Habari ya leo, sabato njema, unafaa ujibu njema sana, hasa ya leo. Majina yangu ni Frida Karia wa Ng'ombe. Ninafurahi kuwa katika pamoja nanyi na nikiwa na hii channel yangu mpya ya Frida Karia Swahili. Ningependa sana kuweza kusema maneno mengi na kuelezea mambo ambayo yananijaza raha ndani ya moyo wangu. Kabla ya hapo, naomba nisali, nitume sala ama ombi kwa Baba yetu. Baba, tunakuja mbele zako na kuomba Baba, nijaze na maneno kutoka kwako siku hii ya leo ya Sabato kwa wanao. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Amina. Haya basi, ningependa kueleza sababu ya kuanzisha hii channel ambayo ni kama kitu kizuri ambacho kinanisaidia kupitisha ujumbe ambao umo ndani ya moyo wangu. Na ujumbe huu ni ujumbe wa mwisho wa huruma kwa dunia ambao utakuwa kuionyesha tabia ya Mungu ya upendo. Tunaambiwa hivyo katika kitabu cha Mama Ellen White ambacho kinaitwa Christ Object Lessons, ambacho kinasema ujumbe wa mwisho kwa hii dunia utakuwa ni kuionyesha tabia ya upendo, na ni ujumbe pia wa huruma kwa walimwengu ambao kwa sasa dunia yetu imechafuka, imeharibika, haimjui Mungu. Tunaambiwa ama tunahubiriwa sana na wahubiri. Wahubiri ni wengi na Yesu ni wengi, na kwa hivyo tunajiuliza ukweli uko wapi? Ningependa kuanza kwa kueleza ushuhuda wangu ama sababu ama vile nilivyokuja katika ukweli huu. Kwanza kabisa, mimi ni Sabato, naitunza Sabato ya siku ya saba vile katika Mwanzo 2:1-3, pale ambapo Mungu alimaliza kuiumba hii dunia, alitenga hii Sabato, akaitakasa, na katika hii Sabato akampea mwanadamu hii Sabato aweze kupumzika, kuwa na nafasi yeye na Baba na mwanae pamoja akitakaswa, na ikiwa ni jambo la ishara kueleza. Sabato ni ishara ya kuonyesha ya kwamba Baba ndiye anayetutakasa. Kwa hivyo ninataka kueleza jinsi ambavyo nilikuja katika ukweli huu ama Sabato, kukua Msabato. Mbele kabisa, hapo mwanzo kabisa, mimi sikuwa Msabato. Nilikuwa nimelelewa na wazazi ambao imani yao kidogo hawakujua mahali. Kwa hivyo nilienda kanisa nyingi. Wakati mmoja tulikuwa wa Independent Church, kanisa la Independent. Wakati mwingine tulikuwa kanisa la Kirumi la Kikatoliki. Wakati mwingine tulikuwa kuna kanisa tunaenda. Kwa hivyo nilikuwa nafuata marafiki zao katika kanisa zao za Full Gospel. Na wakati mmoja sasa wazazi wangu wakaamua tuwe tukienda kanisa la Methodist, la Kimethodist ambalo liko Meru. Mimi ni mzaliwa wa Meru, na pia niko na channel yangu ya Frida Karia Kemero ambayo ninaongea katika lugha ya mama, na kwa hivyo nataka kuongea kwa lugha hizi zote, Kiingereza, Kiswahili na hata Kimeru, lugha ya mama, ili kueleza ujumbe huu. Kwa hivyo sikuwa Msabato, na nilitembelea baada ya kumaliza kidato cha 4. Nilitembea kanisa zote. Nilitaka kujua ukweli uko wapi. Ikakuwa hii Sunday niko hii kanisa, hiyo Sunday nyingine niko kanisa nyingine, hiyo Sunday nyingine niko kanisa nyingine, na nataka kujua. Na wewe ungekuja wakati huo unieleza twende kanisa yetu, ningeenda kwa sababu hata
mtoto wa mjomba wangu ambaye aliniambia twende kanisa yao, wanafunga vitambaa, wanavaa nguo refu. Nilienda hapo nimevaa vipuli. Kwa hivyo nilikuwa naonekana mgeni sana. Nilitembea hizi kanisa zote. Nilitaka kujua ukweli uko wapi. Na kwa kupita pita niliona kanisa nikienda kwa Kisiagi, nimetumwa na mama yangu, niliona kanisa inapatana siku ya Jumamosi. Nikashangaa na nikaenda katika Biblia yangu nikasoma, nikaona ni ukweli tunafaa tuende ama tukutanike kumuomba Mungu siku ya Sabato. Lakini nikasema labda ni kitu cha kawaida, na sikutilia hilo la maanani mpaka pale nilipoenda chuo kikuu na nikapatana na Wasabato pale. Nilisikia watu wakiimba kwa sauti nzuri nyororo katika jengo lingine tulikuwa tunalita lecture theater pale chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Na nilienda pale nikasikiza hizo nyimbo, waliimba kwa sauti nzuri na nyororo. Na nilikuwa pia nina campaign ama ninawania kiti cha kuwa mwenye mkubwa wa watu wa second ama ambao walikuwa katika mwaka wao wa pili wa masomo pale Jomo Kenyatta, na nilitaka kuwa mkubwa wao. Na kwa hivyo nilipenda nijue watu, niwaombe kura na ndio niweze kushinda. Na pale ambapo nilikuwa naomba hizi kura nikapatana nilikuwa na katika harakati za kwenda kuchapisha picha yangu. Nikapatana na kijana mmoja akaniita jina langu na akaniuliza, naomba kazi kutoka kwako Frida, dada Frida, naweza pata kazi nikuchapishie hizo picha zako uweze kuweka huko ili watu wajue unataka kura. Na nilipomwangalia, macho yake yalikuwa macho ambayo yanavutia, macho ambayo yalikuwa na kitu ambayo kwa wazungu wanaita kindness, ama ilikuwa ni mtu akamtulivu sana. Na huyu akakuwa rafiki yangu kwa muda na baadaye akakuwa mume wangu. Sasa hivyo ndivyo nilimpata mume pale. Na hakuwa mume wakati huo, lakini akakuwa rafiki yangu na alikuwa Msabato. Kwa hivyo siku moja nikamfuata na marafiki zake, tukaenda kanisa yao, wakanielezea kuhusu Sabato, nikaelewa na nikaona ni kama ni kweli. Lakini nilipoenda kuangalia katika mitandao nikaona kanisa hili ni kama lina maneno. Kwa hivyo nikakataa. Kwa kizungu wanasema cult. Ilikuwa inasema ni cult. Sijui cult kwa Kiswahili inamaanisha nini, lakini ni itikadi. Niliambiwa ni itikadi kali. Kwa hivyo sikuendelea sana, lakini miaka ikaenda, tukamaliza shule na tukaweza kufunga ndoa na huyu rafiki yangu. Na nikaanza kufanya kazi. Sikuwa sana nikitunza maneno ya Usabato. Tukapata watoto. Hata wakati mmea ananishawishi niende na yeye kanisani, mimi ninakaa pale nje. Sikuwa na hitaji Mungu wakati huo. Nilikuwa na pesa na nilikuwa nimetosheka. Kwa hivyo wakati mmoja hii kazi haikunifurahisha, ilikuwa kazi ambayo sikufurahia sana, na nikaweza kuiacha hiyo kazi. Ilikuwa ya pombe na pesa zikakuwa nadra, marafiki pia wakapotea. Na mwaka wa 2019 nikaingia kanisani. Nilitafuta kanisa yoyote ambayo mume wangu hata sikia vibaya nikienda, kwa sababu nilikuwa namtafuta Mungu. Marafiki wameisha, hata nyumbani wamenikataa kwa sababu kwa nini ninawacha kazi na pesa zinaisha. Pesa zikisha watu huwa hawakupigii simu, si unaangalia simu yako, kwa nini hailii? Lakini ni kwa sababu hakuna mtu anakuhitaji, kwa sababu pesa hauna ya kuwapatia. Sasa nikakuwa katika hiyo hali ya maisha, pesa zikakuwa nadra, na nikaanza kumtafuta Mungu. Nikaingia kanisani na tukaingia na mume wangu na watoto, na somo lilokuwa likisomwa huo mwaka
hiyo quarter ya kwanza ilikuwa somo la kitabu cha Ufunuo. Na kulikuwa na mwalimu anaeleza kuhusu wanyama na ile sanamu ambayo Nebukadneza aliona. Anaanza kusema kuhusu Babeli, alafu anasema wanyama, anasema vichwa 7, pembe 10, sielewi. Na mume wangu aliponiuliza ulielewa kweli, nikasema sikuelewa na sijui nitafanya nini nielewe. Sijui huyo mwalimu anaongea kuhusu wanyama ni nini hiyo, na katika kitabu cha Ufunuo sikuwa nimekisoma tena, hata Biblia yenyewe sikuwa naielewa kabisa. Na ndiposa akanipa kitabu, hakunielezea, alinipa kitabu cha Mama White ambacho kinaitwa Pambano Kuu. Kwa kizungu kinaitwa The Great Controversy. Na nikakisoma, na nilipokisoma nilishangaa sana. Na nikakuwa mkali sana kwa mume wangu, nikamuuliza kwa nini watu hawajui maneno haya katika hiki kitabu cha Pambano Kuu. Na ni kitabu ningekurahi ukitafute na ukisome, na kimesomwa pia, na unaweza pata kwa kimesomwa na mtu maneno. Kwa hivyo unaweza pata audio ama sijui audio, nitajua hiki Kiswahili. Kwa audio ni kusema nini? Yani unaweza ikisikiliza hicho kitabu kama unafanya kazi zako. Kitabu ni Pambano Kuu. Pia nilisoma maagizo kuhusu afya. Nilipata kitabu kinaelezea maagizo kuhusu vyakula na vile tunafaa kukula, na chakula gani kizuri, hiki ni kizuri, hiki si kizuri. Bado hicho kitabu kinaitwa Counsels on Diet and Foods cha Mama Ellen White pia. Na nikajaribu kufuata hayo maagizo. Nikawachana na kahawa, nikawachana na nyama, na nikajaribu kufuatilia. Kumbuka wakati huu ninamtafuta Mungu, nataka kufanya kile kizuri nasikia nataka kufuata. Mimi ni mtoto katika imani wakati huo, na ninafuata kila kitu na kichukulia kwa imani. Kwa hivyo nikafuata, na nilipofuata zile shida za mwili ambazo nilikuwa nazo zikaanza kuisha. Sikusema, lakini hapo awali baada ya kila wiki 2 nilikuwa nawapeleka watoto wangu hospitalini. Tuna magonjwa hii, tuna mafua, mara tuna vijipu vinatoka kwa ngozi zetu na kadhalika. Na nilipoanza kufuata haya maagizo, nikaona afya yangu imeanza kuboreka. Kwa hivyo Mungu akapata nafasi ndani yangu. Yani wazungu wanasema it got my attention. Nikakuwa sasa makini, nataka kujua Uadventista una nini tena. Na nikaendelea kusoma. Na corona ilipokuja, tukafunga kazi yetu ambayo tulikuwa tunafanya biashara ya chakula, ikakuwa lazima tuifunge. Na tuko nyumbani, tuko pamoja, na tuna muda, na mume wangu ananipa hili baada ya hili. Yeye alikuwa anajua haya maneno, na kwa sababu baba yake alikuwa ni muevangelista wa vitabu vya Wasabato. Kwa hivyo alijua nikitaka kujua hili nitafute kitabu hiki. Alijua pia kuna app, sijui app inaitwa vipi kwa Kiswahili. Alijua kuna app ya EGW Writings ambayo alinipa, nikaiweka kwa simu yangu, na nikaanza kuvisoma hivi vitabu na kuvisikiliza. Na baadhi ya hivyo vitabu vilikuwa kitabu elimu, kwa sababu corona ilipoingia watoto wetu wako nyumbani. Serikali ilisema tuwafundishe kutoka nyumbani. Ilisema pia inaweza kuwa muda mrefu kabla watoto hawajarudi shule. Kwa hivyo sikutaka watoto wangu wadidimie, wakose elimu. Kwa hivyo nikasoma kitabu kinaitwa Education ama Elimu na Mama Ellen White bado, na hicho kitabu kilikuwa kizuri sana. Nikajua jinsi hata ya kufundisha watoto wangu nyumbani. Na nikasoma pia vitabu vingi kama Ministry of Healing, Desire of Ages,
Patriarchs and Prophets ambavyo tulivisoma katika muda wa asubuhi kama familia, yani inaitwa morning devotion, muda wa maombi ya asubuhi, na jioni pia tulisoma vitabu vingine vingi. Kwa hivyo katika muda huu tuko nyumbani, Mungu aliweza kunipa maarifa mengi ya Wasabato. Na mwaka wa 2021 nikabatizwa, mwaka wa 2021 nikabatizwa, nikaingia katika kanisa hili la Seventh Day Adventist Church. Nilikuwa na furaha sana, nilikuwa naambia watu kuhusu jambo hili la ajabu lilinifanyikia, ambapo nimefuata maagizo ya afya na nimepona yale magonjwa niliyokuwa nayo. Sina kazi, kwa hivyo sina ile watu wanaita medical cover, yani sina ile afya ambayo, ile cover ya afya ambayo kila mwajiriwa anapewa na mwajiri wake. Hiyo haiko. Kwa hivyo nikikuwa mgonjwa lazima nitafute pesa ndio posa niende hospitalini, na hizo pesa hasikuwa nazo. Kwa hivyo Mungu akanipa medical cover ambayo ilikuwa zaidi ya chochote kingine, na nilikuwa nikisimama kanisani nikitoa ushuhuda huu. Labda wengine walidhani nimerukwa na akili, kwa sababu nilikuwa nimefurahi sana, ninarukaruka kama mtoto mdogo ambaye amepata zawadi, na moto huu ukanijaza na nilifurahi sana hiyo siku ambayo nilibatizwa katika kanisa hili la Wasabato. Mwaka wa 2022 tukaenda mashambani. Maisha ilikuwa gali sana katika town, na tukaenda mashambani, tuka shamba ambalo tulikuwa tumenunua pande za Kilifi na mume wangu na watoto, na tukaanza maisha ya chini sana, maisha ya ambapo pale kulikuwa na miba mingi, lazima tufieke msitu tuanzishe maisha. Tukakaa ndani ya hema kwa mwaka mzima, kwa sababu hatukuwa na fedha za kujenga nyumba hapo kwa hapo, na baadaye Mungu alifungua njia na tulikaweza kujenga nyumba. Lakini kabla ya hapo, tulipokuwa katika hema huu mwaka wa 2022, pale Kilifi kukawa na ukame mkubwa, ukame mkubwa sana, ya kwamba watoto walikuwa wananijia pale wananiomba chakula, kwa sababu sisi ni wageni, tunafaa kuwa tuko na pesa, lakini hatukuwa. Ole wetu, pia sisi tulikuwa na shida. Na nakumbuka wakati mmoja hata niliwaambia watu wangu ya kwamba nimekula, lakini sikuwa nimekula kwa sababu niliona kile chakula ni kidogo, wacha niwachie watoto na mzee anapokuja jioni apate kitu ya kukula, kwa sababu ameenda kutafuta huko nje na sijui kama atapata. Lakini baadaye aliweza kupata kazi, akatumia gari lingine tulikuwa nalo kuchota maji na kuuzia watu maji, na tukaweza kupata mapato hadi pale mvua iliporudi, tukalima na tukaweza kupata chakula. Kwa hivyo, lakini kabla ya hapo, wakati pale kulikuwa na njaa, pia kulikuwa na msukumo mkubwa sana ndani ya maisha yetu. Tulipokuwa tukisoma kuhusu prophecy, yani kuhusu maelezo kuhusu Danieli na Ufunuo, mambo ambayo yanayokuja, tulikuwa tuna wasiwasi ya kwamba bado hatujajua ukweli, bado Mungu hajatia muhuri wake ndani ya vipaji vya uso vyetu, na kwa hivyo tulikuwa tunataka tujue ukweli sana. Na tuliona pale kanisani pia watu ni wako dhaifu, wako hafifu, wako si baridi, si joto, na tuko pamoja nao pia sisi tuko namna hiyo, na tukaanza kuomba. Mimi nilikuwa naamka saa 10, ninatafuta uso wa Yesu, ninamuomba. Pia nilikuwa namuomba sana kwa sababu sikuwa najua nitapika nini hiyo asubuhi. Kwa hivyo nilikuwa namuuliza anisaidie. Hata kama nitatafuta mchunga pale nje, nikusanye na mahindi hapa, nipate hata pesa za kusiaga, ndio niweze kupata ugali na mchunga niweze kupatia watoto na familia yangu. Na kwa hivyo katika wakati huo wa njaa sana, ndipo nilipopatana na ujumbe katika Maranatha Media, ambayo ni
unaweza enda katika mtandao na utafute, uandike Maranatha Media na utapata vitabu na ujumbe ambao uko hapo. Na nilikuwa pia tunatafuta na mzee wangu vitabu ambavyo tunaweza patia watu ili wafufuke, watoke katika hiyo vuguvugu, hiyo baridi joto ya Uadventista. Na nilikuwa naona hii website ama naona hawa wanaandika hivi, lakini Maranatha Media walikuwa wanapeana vitabu bure. Kwa hivyo nilikuwa naweza kuvitoa pale kwa internet na kuweza kuvisoma. Na tulisema ya kwamba kabla tuvipeana tuvisome kwanza, ndio tusikue tunapea watu vitabu ambavyo vinaandika vitu ambavyo sio ukweli. Na kwa hivyo mimi nilikuwa navisoma, na kwa sababu sikuwa na muda wa kuketi nisome vile vitabu, bahati nzuri ama kwa baraka ya Mwenyezi Mungu vilikuwa katika audio, ama ulikuwa unaweza ukavisikiza, download MP3 na unaweza kuvisikiliza. Kwa hivyo nilifanya hivyo, nikasikiza kitabu baada ya kitabu. Na kitabu cha kwanza kusikiza kilikuwa Identity Wars na Pastor Adrian Ebenz, na kilinifufua sana. Baada ya hapo nikasoma kitabu As You Judge, na kikanifunua zaidi, nikakuwa nataka kujua ni Mungu gani huyu ambaye hahukumu mwanadamu yeyote, kwa sababu Yesu anasema baba yangu hahukumu mtu yeyote yule, na anasema pia na mimi si hukumu kulingana na vile mwanadamu anafikiria. Kwa hivyo ni katika hii hali ya kutafuta ukweli ambapo niliingia katika hii message ambayo tunaita Baba wa Upendo ama Father of Love, ambayo Maranatha Media ni mmoja wayo, na nikaweza kujua ya kwamba Mungu wetu hana vita na mtu yoyote yule. Tunasema kwa kizungu non-violent character of God. Yani yeye ni mtulivu, ni mnyenyekevu, hajaui na hajawahi ua mtu yoyote. Na ndiposa nikaendelea katika ujumbe huu, umenijaza roho. Nimesoma pia vitabu vya hivi karibuni, nimeweza kujawa na furaha sana katika kusoma kitabu ambacho cha Robert Willand na Daniel Short ambacho kinaitwa 1888 Re-Examined. Nikajua kuna ujumbe wa 1888 ambao ulipeanwa na Waggoner na Jones, ambao ulikuwa ujumbe wa kumaliza kazi. Na baada ya kupeana huu ujumbe, kama wale viongozi wangeupokea uende makanisani, ungeng'aza dunia yote na Yesu angerudi mara ya pili. Na ilikuwa pale mwaka wa 1888 na Yesu angekuja baada ya hapo, na hakungekuwa na vita vya dunia vya kwanza ama vita vya dunia vya pili. Hakungekuwa na Hitler, hakungekuwa na vitu hivyo ambavyo vilifanyika, damu nyingi ikamwagika. Na kwa kukataa ujumbe huu, kanisa hili letu sisi wote tumemkosea Yesu, tumemfanya angoje sana, anatungojea, na bado tunasema yeye ndio amekawia, lakini Yesu hajakawia. Sisi ndio tumemfanya kakawia. Nikasoma hayo maneno yote kupitia hivi vitabu vya Robert Willand na Daniel Short, 1888 Re-Examined, na kitabu kingine nimesoma hivi karibuni, A Study of the Cleansing of the Sanctuary, na kitabu cha Daniel Short ambacho pia kilinifunua wazi kuangalia jinsi huu ujumbe ulikuja, ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa kumaliza kazi, lakini tukaukataa. Na kwa hivyo kukaingia dosari, na tukarudi tena kama wana wa Israeli, tukarudi huko kwa wilderness, ama unasema jangwani, tukarudi jangwani, na bado tuko jangwani, lakini ujumbe huu unalia tena. Na ndio maana nimeanzisha hii channel, ndio niweze kuwaelezea maneno haya, muwe na raha kama mimi. Yesu yuko karibu kurudi, na ningependa mjawe na hiyo raha, mjawe na huo utulivu, muwe watoto wa Mungu, muweze
Yesu aweze na Mungu aweze kuandika katika vipaji vya nyuso zenyu jina la Baba ambalo ni tabia yake, na tabia yake ni jinsi hivi. Musa alipouliza Baba, nionyeshe show me your glory, nionyeshe utukufu wako, akamwambia nitafanya uzuri wangu uone. Na uzuri wake alikuwa anasema yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwenye upendo, yeye anasamehe. Lakini tumefundishwa sana katika Ukristo ya kwamba huyu Baba wetu atatuchoma tutakapokataa maneno yake, atatuteketeza milele na milele, ama atatuchoma kwa muda kidogo, tukichomeka tukufe. Mungu wetu ni Baba. Wewe mtoto wako amekosea, hata akuwe mwizi. Mimi kama mama, kijana yangu amekosea, amekuwa mwizi, amewekwa tairi hapa, watu wanataka kuchoma. Mimi singependa, hata angekuwa mbaya vipi, ningetaka nimuokoe kwa sababu ni mtoto wangu na ninampenda. Sisemi watu wabaya ama watu ambao wanavunja sheria ya Mungu wataokolewa, vile ambavyo ninasema ya kwamba ni kwamba dhambi yako itakuhukumu, dhambi yako itakumaliza. Dhambi inaua, na dhambi ndio itakayo kuteketeza, kwa sababu dhambi ni kujikata kutoka kwa maisha ya Mungu. Wewe umeambia Mungu niondoke, umeambia Mungu sitaki uhai wako. Kwa hivyo utakimbia wapi? Na hakuna mwingine mwenyezi, hakuna mwingine wa kutupea uhai. Kwa hivyo utafariki, utakuwa ukivuna kile ulichokipanda. Kwa hivyo hivyo ndivyo wale yule ambaye atachukua maovu ama kwenda kinyume na Mungu na sheria yake, huyo ataangamizwa namna hiyo. Kwa hivyo mtu ambaye amemkataa Mungu kama kiongozi wake, nani anayekuja hapo na kuwa kiongozi wake? Kiongozi wake anakuwa ni Shetani, na Shetani tunaambiwa ni muuaji. Kwa hivyo Shetani atakuua, na hivyo ndivyo hiyo hukumu itaendelea namna hiyo. Nimefurahi kuelezea ushuhuda huu. Ni jambo ambalo pia nimekuwa nikiongea na mume wangu, na sana mume wangu huwa ananiambia itakuwa aibu sana sisi kama Waadventista, ama mimi na yeye kama Waadventista, tukizeekea kanisani kama Waadventista. Ndiposa nikatunga shairi, na ningependa kumulisikilize na musikize huo wimbo ambalo nimetunga hiyo shairi nikatengeneza kama wimbo. Musikize na mbarikiwe, na Mungu awe nanyi, na mbarikiwe, muwe na sabato njema. Kama ungependa kuniongelesha, niko na unaweza nitumia barua kupitia inaitwa adventistmissionariesk@gmail.com adventistmissionariesk@gmail.com. Andika kwa ufasaha, na ni jina limeshikana, adventistmissionariesk@gmail.com. Unaweza niandikia niweze kufanya iwe vizuri zaidi, ama niweze kuboresha maneno ama ujumbe huu ambao ningependa mujue. Ninashukuru, muwe na sabato njema. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Mbarikiwe, muweze kujua Mungu, muweze kujua ukweli wake, na ni hayo. Tuombe. Baba, nimeshukuru sana hata kwa kuniwezesha kuongea katika lugha hii ya Kiswahili. Niweze kuongea katika Kiswahili sanifu, niweze kujua maneno katika lugha ya Kiswahili, niweze kutafsiri vyema Baba. Na bariki hata mtoto wako ambaye ananisikiliza, ana mahitaji mengi Baba, mfikishie, muwezeshe aweze kujisalimisha kwako, ili uweze kujibu maombi yake kulingana na mapenzi yako. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwana wako mzaliwa wa pekee. Amina. Na kwa hivyo nitawaacha na huu wimbo.
na sasa nimeingia katika kundi lake la masalio. Tumetembea pamoja njia hii nyembamba yenye miiba ya Ukristo. Naomba Mola tuendelee pamoja. Mume wangu umeniambia ya kwamba ni aibu kubwa sana, usaliti mkubwa sana, kama tutazeekea kanisani bado tu Adventista. Ina maana ya kwamba tumefeli kazi ambayo Baba na Mwanaye wametupa, kuionyesha dunia sura yake kamili bila mawaa. Baba ya watoto wangu, nakusikia na kurahi, basi tukubali ujumbe wa mwaka wa 1888. Wagona na Jones walitumwa kwetu na ujumbe wa dhati sana, ujumbe ambao tungeupokea tungelimaliza kazi na Yesu Bwana wetu angekuwa amerejea mara ya pili. Mume wangu umeniambia ya kwamba ni aibu kubwa sana, usaliti mkubwa sana, kama tutazeekea kanisani bado tu Adventista. Ni kweli kabisa, bado tumeukataa alivyosema William. Tunajukumika kwa maafa ya vita vya dunia vya kwanza na vya pili, kwa sababu viongozi tuliukataa ujumbe huu, na hata leo tumbali sana, lakini Baba na Mwanaye bado wanatungojea. Hivi leo ujumbe huu unalia tena, tusimsaliti Yesu wetu tena, ya kwamba Mungu ni mmoja, naye ni Baba mwenye ubaba wote, na pia Bwana ni mmoja ambaye ni Mwanaye mzaliwa halisi wa pekee, Yesu Kristo, na uzima wa milele ndio huu. Wanakuja kukaa ndani yetu kupitia uwepo wao Roho Takatifu. Mume wangu umeniambia ya kwamba ni aibu kubwa sana, usaliti mkubwa sana, kama tutazeekea kanisani bado tu Adventista. Pia Yesu alikuja kutuonyesha sura kamili ya tabia ya Baba yake. Si muuaji bali ni Mungu mrejesha, anaturejeshea uhai pale ambapo tu karibu kufa. Hawina hajawahi muua yeyote Kristo, basi tunamwona akiponya pale ambapo shetani muuaji ameleta maovu. Kalenda ya Mungu pia imedhaniwa kabadilika, lakini sivyo Sabato inaongoza katika sherehe za Mwenyezi. Ni katika hizi sherehe tutapokea mvua ya masika, tusizidharau na kusema ni za Wayahudi tu. Ndio mume wangu umeniambia ya kwamba ni aibu kubwa sana, usaliti mkubwa sana, kama tutazeekea kanisani bado tu Adventista. Mwokozi wetu yu karibu sana, na siku tuponya toka kwa dhambi. Anatupenda na upendo wa agape, upendo ambao unalaza chini maisha kwa ajili yetu, unavumilia yote, haukasirishwi kamwe wala kumesabia tu maovu. Anataka kutuokoa sana kuliko jinsi sisi tunavyotaka kuokolewa. Anatuvuta kwake, sio kwa nguvu bali